Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media, sina shaka umeamka salama kabisa. Mahakama Kuu ya Venezuela imemteua makamu wa rais Delcy Rodriguez kuwa rais wa mpito wa nchi hiyo kufuatia tangazo la Marekani kwamba Rais Nicolas Maduro amezuiliwa na vikosi vya Marekani na kuhamishwa nchini humo. Kwa mujibu wa uamuzi wa mahakama hiyo ulioripotiwa na Reuters Jumapili, Rodriguez atachukua majukumu ya Rais Maduro na kuhakikisha mwendelezo wa serikali, kusimamia shughuli za dola na kuongoza masuala ya ulinzi wa taifa wakati wa kile kinachoelezwa kuwa kutokuwepo kwa lazima kwa rais. Katika uamuzi wake, Mahakama Kuu imesema mfumo wa kisheria umeanzishwa kwa dharura ili kulinda taasisi za serikali na uhuru wa taifa, ikisisitiza kuwa uhamisho wa madaraka ni wa muda na unalenga kudumisha utaratibu wa kikatiba nchini humo. Mahakama imeongeza kuwa hatua hiyo inalenga kuzuia ombwe la madaraka na kuhakikisha shughuli za serikali zinaendelea bila kuvurugika. Maafisa wa Marekani wamesema vikosi maalum vya nchi hiyo vilitekeleza operesheni ya alfajiri nchini Venezuela kwa agizo la Rais wa Marekani Donald Trump, huku kukiripotiwa milipuko na ongezeko la shughuli za kijeshi katika maeneo kadhaa ya mji mkuu Caracas. Trump amedai kuwa Maduro alikamatwa wakati wa operesheni hiyo na kuhamishwa New York ili kufikishwa mahakamani kwa tuhuma zinazohusiana na biashara ya dawa za kulevya na makosa mengine. Hata hivyo, mamlaka za Venezuela zimepinga vikali hatua hiyo, zikisema haina uhalali wa kisheria. Marekani imekuwa ikishutumu Venezuela kwa muda mrefu kwa kuendesha kile inachokiita nchi ya biashara ya dawa za kulevya, madai yaliyosababisha vikwazo vikali vya kiuchumi na kisiasa dhidi ya Caracas, sambamba na kuunga mkono juhudi za upinzani kuleta mabadiliko ya kisiasa. Maduro aliyeingia madarakani mwaka 2013 mara baada ya kifo cha Rais Hugo Chavez amekuwa akikanusha mara kwa mara tuhuma hizo, akizitaja kama njama za kisiasa za Marekani. Mahakama Kuu ya Venezuela imekuwa ikikosolewa vikali na wapinzani wa jumuiya ya kimataifa, wakidai imeegemea upande wa chama tawala. Mtazamo huo umekuwa chanzo cha migogoro kuhusu uhalali wa maamuzi yake katika migogoro ya kisiasa ya awali nchini humo. Taarifa ya Mahakama Kuu ya Venezuela kumteua makamu wa rais Delcy Rodriguez inakuja wakati ambapo taifa la Venezuela hivi sasa limepitia msukosuko mkubwa wa kisiasa kufuatiwa kuchukuliwa uhamishoni kwa Rais Nicolas Maduro, ambaye Marekani imeweza kumzuia huko, lakini mwisho wa siku kuweza kutangaza kwamba watakwenda kumshtaki kwa makosa ya ulanguzi wa dawa za kulevya na magenge ya kihalifu ya dawa za kulevya kutoka moja kwa moja Venezuela kwenda nchini Marekani. Lakini kupitia pia taarifa hii, huyu ambaye ameteuliwa kuwa rais wa mpito wa Venezuela, Delcy Rodriguez, ambaye alikuwa makamu wa rais mara tu baada ya kukamatwa kwa Rais Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez alitoka hadharani na kuzungumza na waandishi wa habari na kuhutubia taifa kwa kueleza kwamba hawatakubali rasilimali za taifa hilo kuweza kuchezewa na mtu yoyote, lakini vile vile hawatakubali masharti yoyote kutoka upande wowote ambao utaamua kuweza kuiendesha Venezuela, wakati ambapo rais wa Marekani Donald Trump alikwisha tangaza kwamba sasa Marekani itaichukua Venezuela kwa muda kwa kuweza kuiongoza na kuongoza kila kitu katika taifa hilo, huku hadi pale ambapo watakapopata mrithi wa kuweza kuongoza taifa hilo kwa maslahi ya Marekani. Kupitia kauli ambazo Rais Donald Trump wa Marekani aliweza kuzitangaza, zimeonekana kama ni dharau kubwa na fedhea kwa taifa la Venezuela. Ndio maana Delcy Rodriguez alikuja hadharani na kusema kwamba wako tayari kuilinda Venezuela dhidi ya rasilimali zake, lakini vile vile kuwalinda watu wake waishi kwa amani na amani iweze kuendelea pasipo kuweza kupewa masharti na mtu yoyote. Sasa basi, ikiwa Mahakama Kuu tayari imemtangaza Delcy Rodriguez kuwa rais wa mpito wa nchi hiyo, tuone nini ambacho kitakuja katika nyakati za usoni, kwa sababu Trump tayari alikwisha tangaza kwamba Marekani itaiongoza Venezuela kwa hivi sasa hadi pale ambapo itapata mbadala wa mtu wa kumweka asimame kwenye kiti cha urais. Mtazamaji wetu, yote haya kuyapata kwa undani zaidi ni hapa Zone Media, kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.